Afrika, uhuru uko wapi? Uhuru uko wapi? Huu ni ubeti wa kwanza wa wimbo wa Le Boucheron wa Franklin Bukaka, ambao anauliza swali lenye uzito kuhusu hali ya Afrika mara baada ya kupata uhuru. Wimbo huu unatoa taswira ya maisha ya mkatakuni akihangaika kuendesha maisha yake katika mazingira magumu mara baada ya ukoloni. Franklin Bukaka, msanii kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alirekodi Le Boucheron mwaka 1970 akiwa Paris. Wimbo huu ulitayarishwa kwa ushirikiano na Manu Dibango, msanii mashuhuri kutoka Cameroon anayejulikana kwa kipaji chake cha kupiga saxophone. Wakati huo, Afrika ilikuwa inakumbwa na mvurugano mkubwa wa kisiasa na kijamii kufuatia mchakato wa kujitawala kutoka kwa wakoloni. Bukaka alitumia muziki wake kama chombo cha kupaza sauti dhidi ya dhulma, ubaguzi na kushuka kwa matumaini ya uhuru wa kweli. Alikuwa si msanii tu, bali pia mwanaharakati mwenye msimamo thabiti. Kwa bahati mbaya sana, msimamo wake wa kisiasa na kupinga waziwazi udikteta wa watawala wa wakati huo ukamfanya achukuliwe kama tishio. Mwaka 1972 akauawa kikatili katika mazingira yenye utata, akiacha nyuma urithi wa muziki uliojaa uzalendo na ujasiri. Le Boucheron ni wimbo unaoelezea maisha ya mkatakuni, mtu wa kawaida sana anayefanya kazi ngumu lakini bado anasalia kuwa maskini. Kuni anazozikata na kuziuza zinawakilisha jasho la Mwafrika ambaye licha ya uhuru wa bendera na wimbo wa taifa bado hana uhuru wa kiuchumi wala kijamii. Mkatakuni huyu anapata fedha kidogo zisizomtosha kwa mahitaji ya msingi kama chakula, elimu, afya au makazi bora. Bukaka anatumia hadithi ya mtu huyu kuwakilisha mamilioni ya Waafrika waliotelekezwa na viongozi wao mara baada ya uhuru. Ni ukumbusho wa kwamba uhuru wa kweli hauwezi kupimwa kwa maneno au kumbukumbu ya tarehe, bali kwa mabadiliko halisi katika maisha ya watu wa kawaida. Katika baadhi ya mistari, Bukaka anauliza kwa uchungu, kwa nini viongozi waliokuwa mstari wa mbele kupigania uhuru na sasa wamegeuka kuwa madikteta? Anaonesha kuwa katika baadhi ya nchi, watu waliotoa maisha yao kwa ajili ya uhuru walitengwa, wakafungwa na hata kuuawa na wale waliotoa madaraka. Wimbo huu bado una umuhimu mkubwa katika Afrika leo, na hii ni kutokana na changamoto kama vile ukosefu wa ajira, ufisadi serikalini, ukosefu wa huduma bora za afya na elimu, ukosefu wa usawa katika ugawaji wa rasilimali na unyonge wa wananchi mbele ya watawala wenye nguvu. Hali hii inaendelea kuziathiri jamii za Kiafrika. Katika mataifa mengi, wananchi wengi bado wanahangaika kama mkatakuni wa Bukaka, wakifanya kazi kwa bidii lakini hawajui matunda yake yanaenda wapi. Viongozi wengi bado wanaishi kwa anasa, huku wakiendelea kutegemea misaada ya nje na mikopo mikubwa ambayo mzigo wake unaangukia kizazi kijacho. Wananchi wanaendelea kudhulumiwa katika ardhi yao wenyewe na mara nyingi sauti yao haithaminiwi. Kwa hali hiyo, wimbo huu unakuwa kama kioo kinachotuonesha namna uhuru wa bendera haujakamilika bila ukombozi wa kiuchumi, haki na heshima kwa kila raia. Le Boucheron ni wimbo unaoendelea kuwa na umuhimu mkubwa katika kuhamasisha majadiliano kuhusu maendeleo, demokrasia na haki za binadamu barani Afrika. Ni wito wa kiroho na kisiasa kwa kila Mwafrika kufikiria, je, kweli tumepata uhuru? Na kama tumepata, basi uhuru huo unawahusu kina nani? Ni wimbo unaotufundisha kuwa uhuru wa kweli unahitaji viongozi waadilifu, wananchi wenye msimamo na taasisi imara zinazolinda maslahi ya watu wote, si ya wachache. Ni wito kwa viongozi na wananchi kushirikiana katika kujenga Afrika mpya yenye utu, maendeleo na heshima kwa kila mtu. Katika dunia leo ya teknolojia, mapinduzi ya kiuchumi na harakati za kijamii, ujumbe wa Bukaka unabaki kuwa hai. Ni wajibu wa kizazi kipya kuufufua na kuutendea haki kwa kusema, kwa kuandika na kwa kutenda. Afrika, uhuru uko wapi? Labda bado tupo njiani, lakini tusikubali kupotea tena njia.